kupata cheti cha ISO 21001 ni uthibitisho kwamba DIT imefikia viwango vya kimataifa vya utoaji elimu, lakini vile vile kwamba DIT ina mifumo madhubuti ya kuhakikisha ubora, lakini imeweka mwanafunzi katika kidogo cha mchakato wa kujifunza. Tafsiri yake ni kwamba DIT sasa sio taasisi ya kitaifa pekee, ni taasisi ya kimataifa. Na kwa muktadha wa elimu, tukio hili linatufundisha kwamba ubora wa elimu sio chaguo, sio option, lakini ubora wa elimu ni wajibu. Kwa hiyo DIT wamekuwa wa kwanza kutuonyesha kwamba tunapaswa kutambua kwamba ubora wa elimu ni wajibu, na wajibu huu uwe kwa viwango vya kimataifa. Na tafsiri yake ni kwamba bila elimu bora hakuna uchumi imara, na bila ujuzi hakuna ushindani wa taifa. Kwa hiyo mafanikio ya DIT si ya DIT peke yake, ni mafanikio ya taifa zima. Vile vile tunafahamu ubora wa elimu haupimwi kwa nadharia pekee, unapimwa kwa matokeo yake katika maisha halisi, hususan katika ajira na uzalishaji. Sasa hapa ndio tunakuja ule umuhimu wa kuunganisha elimu na viwanda. Kwa kiwango cha ISO tunachopata hapa 21001/2018 kinachopokelewa leo akizungumzia mifumo ya ndani pekee ya DIT, bali kinahimiza moja kwa moja mambo makubwa manne. La kwanza, kuzingatia mahitaji ya wadau, stakeholders needs. Na tunapofikia wadau, viwanda ni miongoni mwa wadau wa nchi yetu. Lakini elimu inayozingatia matokeo au outcome-based learning, ikiwemo uwezo wa kufanya kazi. Lakini tatu, uamuzi unaotegemea ushahidi na takwimu, ikiwemo taarifa za ajira na mahitaji ya soko. Lakini nne, ushirikishaji wa wadau katika kubuni na kuboresha mifumo. Haya ni maeneo makubwa manne. Kwa hivyo industrial linkage si jambo la ziada, ni hitaji la msingi katika utekelezaji sahihi wa ISO 21001. Kwa ukiangalia mambo manne, kwa maana ya industrial linkage sio option, ni wapongeze sasa DIT. Wakati tunaonyesha takwimu kwenye presentation hapa, tuliambiwa 76% wanaomaliza hapo wanapata ajira. Maana yake kunaonyesha kuna hiyo linkage kati ya viwanda na taasisi. Na sasa hii ndio inakuja pale Mheshimiwa Rais alipo ndani ya siku 100 alielekeza tuwe na mpango wa ushirikiano kati ya viwanda na vyuo. Kwa hiyo DIT inaonekana wana tafsiri sahihi ya ule mpango wa Mheshimiwa Rais. Ndio maana 76% wanaohitimu wanapata ajira. Hatua hii ya kuzingatia viwango vya kimataifa katika mifumo ya usimamizi wa elimu inaakisi dhamira ya DIT ya kujenga taasisi yenye mifumo imara, inayotoa huduma bora ya elimu, inayosikiliza wateja wake na inayofanya maamuzi kwa kuzingatia ushahidi na takwimu. Huu ni utekelezaji kwa vitendo wa sera ya elimu na mafunzo iliyoboreshwa mwaka wa 2023. Hatua ya leo ni mwanzo, si mwisho. Safari ya utekelezaji wa mfumo huu inaanza. Baraza litafuatilia kwa makini na kuhakikisha rasilimali za kutosha zinawekwa katika mpango wa utekelezaji wake, na ukaguzi wa kila mwaka unafanyika ili kuhakikisha kuwa cheti hicho cha ISO 21001 cha mwaka 2018 kinaendelea kuwa chombo hai cha kuboresha utoaji wa elimu na si tu nyaraka ya kuweka ukutani. ISO 21001 si alama ya ubora tu, bali ni ishara ya uwajibikaji na ni ahadi kwa wanafunzi kwamba anapewa elimu yenye viwango vya juu inayomwandaa tu si kwa mtihani, bali kwa maisha, kwa ajira na kwa ushindani sokoni katika dunia sasa na tunayoiendea. Hivyo kwa dhati kabisa ninawapongeza baraza, management, wafanyakazi na wanafunzi wote wa DIT kwa mafanikio haya. Cheti hiki cha ithibati kinamaanisha basi DIT imechagua ubora badala ya mazoea. Huwa tunasisitiza kabisa
na serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tutoke kwenye business as usual, twende tukafanye mambo kwa mabadiliko na kwa kisasa zaidi. Na imeonyesha kabisa DIT kwa vitendo imeamua kumweka mwanafunzi katikati ya kila jambo na kuamua kwenda mbele na kuwa kielezo katika kutoa huduma bora za ufundishaji, ushauri elekezi na utafiti.